kundi la tatu la maafisa afya kutoka nchini China ambao ni wataalamu wa kupambana na mlipuko wa magonjwa limewasili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuisaidia nchi hiyo kupambana na Ebola. Kuna wakati nilikuwa najiuliza mjomba. Kuna wakati lakini wakati huu nilikuwa nikisikia taarifa za DRC. DRC kulikoni? Kisikia Ebola inaanzia DRC. Kuna ile ilikuja inaitwa monkeypox. Magonjwa mengi. Nadhani pia mtaalamu wa chambuzi atatuambia, lakini nadhani area pia ya kwao inaonyesha kidogo ina uwazi kidogo wa kupokea hayo mambo. Tasia bwana, homa ya nyani bwana imeanzia DRC, sijui nani karanini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa madaktari wamewasili China. Hili ni kundi la tatu. Kundi la kwanza liwasili, la pili, na hili ni kundi la tatu. Madaktari kutoka China ambao mwakilishi wa serikali katika Wizara ya Afya anaitwa Luku Maleyo Marius ameukaribisha ujumbe huo wa wataalamu wa afya, ambapo serikali ya China imeamua kutuma wataalamu wake wa afya wenye uzoefu baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza kuwa mlipuko huo wa Ebola unazua wasiwasi wa kimataifa. Kundi hilo la pili la wataalamu kutoka China la tatu liwasili katika maeneo yaliyoathiriwa Julai tarehe 3. Kundi la pili kwa Julai tarehe 3, ambapo kundi hilo pia la tatu ndio limewasili jana. Sasa tume ya afya ya China imesema wataalamu hao hivi punde baada ya kuwasili watatoa msaada wa kitaalamu katika maeneo ya vijiji ambako ugonjwa huu unasambaa sana ili kusaidia kupambana na maambukizi hayo. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, idadi ya maambukizi imeendelea kuongezeka ambapo mpaka sasa walioambukizwa ni 3532 na vifo ni 1556. Bwana, idadi inapanda kwa kweli. 1556. Ukisoma ripoti mbalimbali za WHO wenyewe wanasema hiyo ni idadi ya walipofikia mpaka sasa kupima na kutambua. Yako maeneo ambayo hawajafikia bado, hawana taarifa zake. Kwa naona wanasema kiwango cha vifo ni takriban 44% kutoka katika wale ambao wanatambua. Bora pengine wamepata msaada, inaweza kawa inasaidia kidogo mjomba, kwa kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa hivi karibuni. Mara madaktari kugoma, watu wa huduma kwa sababu ya masuala ya malipo na nini. Lakini kama unakumbuka pia waziri wake wa afya, unajua wakati naanza, kama unakumbuka waziri wa afya alikuwa anasema wanaweza kuhendo. Sawa wakati naanza kipindi kile watajitahidi, na kama unakumbuka kombe la dunia ndio linaanza na yenyewe vile wakawa wanasema kwamba hata ile marufuku ambayo walikuwa wamepigwa pengine wangeifanyia kazi na kuona kwamba mashabiki wanatoka ndani ya Kongo na nini kushabikia timu yao na vitu kama hivyo. Baadaye mzigo ukawa mgumu, waziri akaja kasema bwana, sasa hivi tunaanza kukabiliwa na changamoto hii hapa na hii hapa. Mwisho wa siku wakatangaza kabisa kwamba msaada kutoka kwa mataifa ambao wanaona kabisa wanaweza kuwasaidia. Ujio wa madaktari mjomba kutoka kama China hapo, msaada mmoja muhimu sana hasa kwa kipindi ambacho wahudumu wao wamekuwa kama wakisita hivi.